Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeweza kusikitishwa na kukamatwa kwa naibu katibu mkuu bara Mheshimiwa Amani Golungwa, ambaye amekamatwa na jeshi la polisi bila ya taarifa yoyote. So baada ya malalamiko mengi na baada ya watu wengi kujadili hili swala kwenye mitandao ya kijamii, lakini baada ya kumtafuta kwa muda toka jana, ndo leo hii jeshi la polisi limekuja kuthibitisha kwamba linamshikilia. So bana, Chadema waliweza kupost kwenye ukurasa wao wa Instagram wakisema kwamba tumetaarifiwa kuwa naibu katibu mkuu bara Mheshimiwa Amani Golungwa amekamatwa na jeshi la polisi usiku wa kuamkia leo tarehe 13 Mei 2025 akiwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere. Mheshimiwa Amani alikuwa akisafiri leo tarehe 13 Mei kuelekea nchini Ubelgiji kukiwakilisha chama katika mkutano wa International Democracy Union, yani IDU, unaoanza kesho nchini humo. Tumezungumza na shirika la ndege la Turkish Airline ambalo alikuwa anasafiri nalo, wametujuza hawajafanikiwa kusafiri naye. Aliyetutaarifu ameeleza kuwa Mheshimiwa Amani amepigwa sana na jeshi hilo la polisi, pia hapatikani katika simu zake. Sasa huu ndo ujumbe ambao ulipostiwa na Chadema, lakini baada ya muda watu kuweza kujadili hilo swala na kuweza kutafuta suruhu kwamba ni wapi watampata ndugu yao, kwa sababu walikuwa hawampati kwa mawasiliano aina yoyote. So bana, jeshi la polisi likaja likatoa taarifa kwa umma. Barua ya jeshi la polisi nasema: taarifa kwa umma, kukamatwa kwa naibu katibu mkuu Tanzania bara wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatoa taarifa kwa umma kuwa tarehe 13 mwezi wa 5 majira ya saa 6:45 usiku katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere lango namba 3 Terminal 3 ilimkamata Amani Golungwa, naibu katibu mkuu Tanzania bara Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, akiwa katika maandalizi ya kusafiri kuelekea Brussels huko nchini Ubelgiji. Jeshi la polisi lilimkamata naibu mkuu lilimkamata katibu mkuu huyo kufuatia taarifa za asili kuwa amekuwa na mienendo ya kuondoka na kurudi nchini bila kufuata taratibu za kisheria hapa nchini. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea na uchunguzi wa kina wa taarifa hizi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama kuhusu swala hilo. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa watulivu wakati wa uchunguzi ukiendelea na kupuuza taarifa za upotoshaji kuhusu hatua hizi za kisheria zinazomuhusu mtajwa. Guys, umeelewa? Kosa ni kuwa na mienendo ya kuondoka na kurudi nchini bila kufuata taratibu za kisheria. Sasa hatujui ni taratibu gani hizo za kisheria, lakini mpaka mtu anakata passport, kata ticket, anagonga muhuri, anaenda uwanja wa ndege, naamini kuna vitu vingi sana anavifanya. Na kama tulivyosikia, kakamatwa kwa sababu alikuwa anaenda, wenyewe Chadema anakuambia alikuwa anaenda kwenye masuala ambayo yanahusu demokrasia. Hii ni International Democracy Union, lakini kwa jeshi la polisi linakwambia kwamba mtu huyu amekuwa na mienendo ya kuondoka na kurudi nchini bila kufuata taratibu za kisheria. Hasa kama mtu anakuwa anaenda na kurudi, kwa nini msimnaindi toka kipindi hicho, yani kipindi kiki cha vuguvugu ndo mnaenda kumkamata? By the way, kuna jambo lingine nyuma tu jeshi aliyozi likazungumza, lakini ukweli ndo huo. Na kama mnavyoona, Chadema wanapewa sana nafasi huko nje. Kumbuka ile bunge la Ulaya, basi naamini jeshi la polisi limeshaanza kufanya kazi yake ya kuzuia wanachama kutokwenda huko. Wanaamini kwamba kuna taarifa huenda zikawa zinaenda zinapelekwa huko kwa ajili ya wao kuendelea kupigiwa debe. Yote kwa yote, okay, tumpe pole. Kikubwa kapata bahati. Watu wamejua kwamba alichukuliwa na jeshi la polisi na jeshi la polisi limethibitisha, kwa hiyo ni bahati kwake. Drop comment, tuambie wewe unaonaje mwenendo wa siasa yetu, tutakomentisha kinoma noma. Bye bye.